TFF yaweka msimamo kuhusu teknolojia ya video. FVS kuchukua nafasi ya VAR ligi kuu Tanzania. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania limeweka wazi mwelekeo wake kuhusu matumizi ya teknolojia ya video katika ligi kuu Tanzania bara, likielekeza nguvu zaidi kwenye mfumo wa Football Video Support FVS badala ya Video Assistant Referee VAR unaotumika katika baadhi ya ligi kubwa duniani. Msimamo huo umejikita katika kuongeza usahihi wa maamuzi ya waamuzi wakati wa mechi, huku ukizingatia gharama na mahitaji ya miundombinu yanayohitajika kuendesha mfumo kamili wa VAR. Rais wa TFF, Wallace Karia, ameeleza kuwa kwa sasa mkazo wa shirikisho ni kutumia video support kama njia ya kusaidia waamuzi bila kuhitaji uwekezaji mkubwa unaohitajika na mfumo wa VAR. Cite Turn Search 7 tofauti kubwa kati ya FVS na VR ni namna mifumo hiyo inavyofanya kazi. VAR huwa na maafisa wa video wanaofuatilia matukio wenye chumba maalumu cha ufuatiliaji na wanaweza kumjulisha mwamuzi pale wanapoona kuna kosa kubwa na la wazi. Kwa upande wa FVS, mfumo unatumia dhana ya ombi la marejeo ya tukio, ambapo kocha au kiongozi aliyeidhinishwa wa benchi anaweza kuomba tukio fulani lipitiwe kwa kutumia video. Cite Turn Search 8. Kwa mujibu wa taarifa ya TFF kuhusu kanuni za msimu wa 2026-27, matumizi ya FVS ni miongoni mwa mabadiliko unalenga kuwasaidia makocha na wahusika wengine kuomba marejeo ya matukio muhimu wakati wa mchezo. Hata hivyo, FVS haimaanishi kwamba teknolojia imechukua nafasi ya mwamuzi. Mwamuzi wakati bado ndiye mwenye mamlaka ya matukio baada ya kulipitia. Hili linafanana na msingi wa VAR, ambapo teknolojia hutoa msaada lakini uamuzi wa mwisho unabaki kwa uamuzi wa uwanjani. TFF pia imeweka utaratibu maalumu kuhusu nani anayeruhusiwa kuomba marejeo ya FVS. Kwa mujibu wa taarifa ya bodi ya ligi, mkuu au kiongozi mwingine wa juu kwenye benchi la ufundi pekee anayeruhusiwa kuwasilisha ombi la marejeo kupitia mwamuzi wa akiba. Mchezaji akiona tukio linahitaji kupitiwa, anatakiwa kumjulisha kocha au kiongozi wa benchi badala ya kwenda moja kwa moja kumshinikiza mwamuzi. Cite Turn Search 8. Mfumo huu tayari umeanza kuonekana katika mechi za ligi kuu msimu wa 2026-27. Katika mechi zilizochezwa Agosti quarter-quarters hadi States kama tukio kadhaa yaliyohusisha mabao, penalti, kuotea na kadi nyekundu. Hii inaonyesha kuwa teknolojia hiyo si mpango wa baadaye pekee, bali tayari imeanza kutumika katika ushindani wa ligi. Cite Turn Search 5. Kwa mtazamo wa TFF, FVS ni hatua ya kiteknolojia inayoweza kusaidia kupunguza makosa makubwa ya uamuzi bila kuweka gharama kwa klabu na ligi. Mfumo huo pia unaifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazotumia teknolojia hii katika mashindano yake ya ndani. Cite Turn Searched. Kwa hiyo, hoja kwamba TFF imekataa kabisa teknolojia ya video si sahihi. Badala yake, shirikisho limechagua mfumo wa FVS oendana zaidi na mazingira ya ligi kuu Tanzania kwa sasa. Lengo kuu ni kuongeza usahihi wa maamuzi, kulinda ushindani wa haki na wakati huo huo kudhibiti gharama za uendeshaji wa ligi. Kadiri msimu wa 2027 utakavyoendelea, matumizi ya FVS yataendelea kuwa kipimo muhimu cha kuona kama mfumo huu unaweza kutoa kiwango cha msaada kinachotarajiwa na TFF, klabu, waamuzi na mashabiki wa soka nchini.